Haya ni makosa makubwa ambayo Yanga waliyafanya na walistahili kuweza kuadhibiwa. Lakini kosa lingine ambalo alikuwa amelifanya Young African, sijajua kama video analyst wa Yanga amekaa chini na kuweza kuwafuatilia Simba matukio ambayo yanawapa zaidi faida. Matukio ambayo yanawapa zaidi Simba kwenye kupata matokeo ni mipira ya kutenga. Mipira ya kutenga Simba wamekuwa na faida nayo sana. Na ukiangalia katika eneo, yani faulo za kuelekea langoni, Simba wamepata faulo 6 za kuelekea langoni. Yani ukiangalia kutoka kwenye boksi la penalty mpaka kufika kwenye eneo la tukio ni mara 3 wamepata matukio hayo. Wamepata matukio hayo katika kipindi cha pili cha dakika 30, wamepata matukio hayo katika kipindi cha pili cha dakika 45 za kipindi cha pili. Wamepata mara 3 kutoka kwenye eneo la boksi kwenda kwenye mita ya kuweza kupiga. Ni kama mita 3 kutoka kwenye boksi. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba katika mita 16 hadi mita 15 Simba wameweza kupata mara 3 kuweza kupiga kuelekea langoni, lakini kwa bahati nzuri tu ufanisi wao haukuwa mzuri. Yanga walifanya makosa ya namna hiyo. Wameweza kuwapa Simba faida mara nyingi zaidi ya kupiga mipira ya kutenga. Ukija kuangalia mpira unakwenda hadi dakika 90, Young African wamepata kona moja tu, na hiyo kona walikuja kuipata ndani ya dakika ya 120, wakaja kupata kona moja, na mwishoni kabisa wakaja kupata kona ya pili. Kwa hiyo dakika 120 Yanga wamepata kona 2 peke yake. Katika 120 Simba wamepata kona 5. Tafsiri yake ni kwamba Simba walikuwa wanafika zaidi katika mipira ya kutenga, na watu ukiangalia nature ya goli ambalo limeweza kufika limezaliwa kwenye nini? Kwenye mpira wa kutenga. Ilikuwa ni kona imepigwa, ikaja ikafanywa blocking, inakwenda kwa Mligo anapiga, ana block Shedrack Kisakaboka, unarudi unakwenda kwa Chama ana set mazingira, anakwenda Edmund John kwenda kumgusa, anagusa mguu, inakuwa penalty. Lakini ukiangalia nature yake ni mpira wa kutenga. Kwa hiyo Young African hawakufanyia vizuri zaidi eneo la Simba kwenye uhatari wao mkubwa kwenye mipira ya kutenga. Kwa hiyo katika eneo hili Simba walipata faida zaidi kwa sababu walipata kona nyingi, walipata fouls nyingi katika eneo la mwisho, lakini pia mwisho wa siku wamekuja kunufaika na goli la kufunga, pia limekuwa goli la kutenga. Umeona faida ambayo Simba walipata? Yaani Simba kwenye mipira ya kutenga wamekuwa na faida zaidi. Ukiangalia kwenye magoli ya kimataifa, ukiangalia kwenye magoli ya ligi kuu, mipira ya kutenga wamekuwa na faida nayo zaidi ukilinganisha na upande wa Young African. Lakini hili pia linakwenda kuwa ni sehemu ambayo Yanga wamekuwa wakipoteza zaidi kwenye mipira kutenga dhidi ya Simba. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia aina ya mabadiliko ambayo yanafanya, walikuwa wanayafanya mabadiliko ambayo yanakwenda kuongeza kitu kwenye timu. Alipokuwa anatoka Anset Ura, tulitegemea kabisa kwamba timu itashake, lakini anatoka Anset Ura, anaingia Suleiman Mwalimu. Suleiman Mwalimu anakupa faida, anasimama katikati, anatokea pembeni. Wakati huo Suleiman Mwalimu anatambulishwa uwanjani, yuko Elim Panzo anasimama katikati, anatokea pembeni. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba walikuwa na effort kubwa sana eneo la mbele, pushing yao ilikuwa ya hali ya juu, na ukiangalia walikuwa wapo comfortable zaidi kwenye kuanza mipira kuanzia nyuma. Kwa hapo Yanga alifunzwa na nini? Ukiangalia jambo la kwanza kabisa kwa Young African, ile work rate, ile efforts, ile intensity ndani ya Young African imeshuka kwa kiwango kikubwa sana, hususan katika mechanism ya kutumia power, kutumia nguvu. Nguvu yao imekuwa iko down sana. Ukimwangalia Pacome Pierre Zouzoua amekuwa sehemu ya kuweza kuisababishia Yanga madhara. Alifanya makosa mawili makubwa sana katika mchezo dhidi ya Simba. Ana dribble mpira eneo ambalo anatakiwa utangulize mpira uende kusehemu atafute nafasi, anafanya dribbling ndani ya kundi kubwa la watu. Wakati huo tayari mwili wake unaonekana hauko sawa sawa, anakwenda kukosea, wanafanywa transition, wanakwenda kushambuliwa, Yanga wanakuwa salama, lakini ilikuwa ni eneo la hatari zaidi. Kama Simba wangekuwa wako more accurate katika matukio, inamaanisha kwamba mpira ungeisha mapema sana. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande wa Yanga tactically, kuna makosa mengi sana ambao walikuwa wanayafanya ambao walistahili kuadhibiwa. Ukimwangalia Pacome amekosea mara 2 katika dribbling ya umiliki wa mpira kwao. Shape ya Yanga ipo kwenye kushambulia, anapoteza mpira, wanabadilika kwenda kuzuia, wana idadi mdogo nyuma, lakini unakwenda kusifu uimara wa Ibra Baka pamoja na Mwamnyeto, wanakwenda kufanya kuwa salama. Lakini pia ukija kuangalia kuna tukio lingine tena la kimakosa kabisa lilifanywa na Bakari Nondo Mwamnyeto akiwa katika aside the ground. Alikuwa anaweza kumiliki mpira, anakwenda kudelay, akivizia mpira utoke, mwalimu anakwenda kumwini, anakwenda kuchukua mpira, anakwenda kwenye running za hatari, anafika kwenye boxi, anapiga. Bahati nzuri Ibrahim Baka alikuwa katika eneo zuri, anakwenda kublock mpira, inakuwa kona. Kwa hiyo
Haya ni makosa makubwa ambayo Yanga waliyafanya na walistahili kuweza kuadhibiwa. Lakini kosa lingine ambalo alikuwa amelifanya Young African, sijajua kama video analyst wa Yanga amekaa chini na kuweza kuwafuatilia Simba matukio ambayo yanawapa zaidi faida. Matukio ambayo yanawapa zaidi Simba kwenye kupata matokeo ni mipira ya kutenga. Mipira ya kutenga Simba amekuwa na faida nayo sana. Na ukiangalia katika eneo, yani faulo za kuelekea langoni, Simba wamepata faulo 6 za kuelekea langoni. Yani ukiangalia kutoka kwenye boksi la penalty mpaka kufika kwenye eneo la tukio ni mara 3 wamepata matukio hayo. Wamepata matukio hayo katika kipindi cha pili cha dakika 30, wamepata matukio hayo katika kipindi cha pili cha dakika 45 za kipindi cha pili. Wamepata mara 3 kutoka kwenye eneo la boksi kwenda kwenye mita ya kuweza kupiga. Ni kama mita 3 kutoka kwenye boksi. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba katika mita 16 hadi mita 15 Simba wameweza kupata mara 3 kuweza kupiga kuelekea langoni, lakini kwa bahati nzuri tu ufanisi wao haukuwa mzuri. Yanga walifanya makosa ya namna hiyo. Wameweza kuwapa Simba faida mara nyingi zaidi ya kupiga mipira ya kutenga. Ukija kuangalia mpira unakwenda hadi dakika 90, Young African wamepata kona moja tu, na hiyo kona walikuja kuipata ndani ya dakika ya 120, wakaja kupata kona moja. Na mwishoni kabisa wakaja kupata kona ya pili. Kwa hiyo dakika 120 Yanga wamepata kona 2 peke yake. Katika 120 Simba wamepata kona 5. Tafsiri yake ni kwamba Simba walikuwa wanafika zaidi katika mipira ya kutenga, na hata ukiangalia nature ya goli ambalo limeweza kufika limezaliwa kwenye nini? Kwenye mpira wa kutenga. Ilikuwa ni kona imepigwa, ikaja ikafanywa blocking, inakwenda kwa Mligo anapiga, ana block Shedrack Sakaboka, unarudi unakwenda kwa Chama ana set mazingira, anakwenda Idi Mundioni kwenda kumgusa, anagusa mguu, inakuwa penalty. Lakini ukiangalia nature yake ni mpira wa kutenga. Kwa hiyo Young African hawakufanyia vizuri zaidi eneo la Simba kwenye uhatari wao mkubwa kwenye mipira ya kutenga. Kwa hiyo katika eneo hili Simba walipata faida zaidi kwa sababu walipata kona nyingi, walipata fouls nyingi katika eneo la mwisho, lakini pia mwisho wa siku wamekuja kunufaika na goli la kufunga, pia limekuwa goli la kutenga. Umeona faida ambayo Simba walipata? Yaani Simba kwenye mipira ya kutenga wamekuwa na faida zaidi. Ukiangalia kwenye magoli ya kimataifa, ukiangalia kwenye magoli ya ligi kuu, mipira ya kutenga wamekuwa na faida nayo zaidi ukilinganisha na upande wa Young African. Lakini hili pia linakwenda kuwa ni sehemu ambayo Yanga wamekuwa wakipoteza zaidi kwenye mipira kutenga dhidi ya Simba. Rejea goli ambalo analifunga Enoch Inonga kipindi akiwa anachezea Simba Sports Club. Wakati Yanga wanapoteza kwa goli 2-0, Enoch Inonga anafunga goli la kichwa. Ulikuwa ni mpira wa kutenga, Saidon Dibazonkiza anapiga kona fupi, inakwenda kwa Shomari Kapombe anapiga cross, Enoch Inonga anakwenda anafunga. Rejea goli ambalo anafunga Kibu Denis Kibu Mkandaji, goli pekee dhidi ya Yanga. Yanga anashinda goli 5-1. Goli lilofungwa na Kibu Denis ilikuwa ni mpira wa kutenga, inapigwa kona, Kibu Denis anaruka anaenda anafunga. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba Young African katika mazingira ya kuweza kuisoma Simba katika eneo la mipira ya kutenga imekuwa kwao ni mtihani mkubwa sana kuweza kuwazuia Simba kuweza kupata matokeo, na hilo ndio eneo ambalo limekuwa na faida zaidi kwa upande wa Simba. Lakini eneo lingine Simba watakwenda kuwasifu tactics, walikuwa more accurate. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia aina ya mabadiliko ambayo yanafanya, walikuwa wanayafanya mabadiliko ambayo yanakwenda kuongeza kitu kwenye timu. Alipokuwa anatoka Anset Ura, tulitegemea kabisa kwamba timu itashake, lakini anatoka Anset Ura anaingia Suleiman Mwalimu. Suleiman Mwalimu anakupa faida, anasimama katikati, anatokea pembeni. Wakati huo Suleiman Mwalimu anatambulishwa uwanjani, yuko Elim Panzo anasimama katikati, anatokea pembeni. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba walikuwa na effort kubwa sana eneo la mbele, pushing yao ilikuwa ya hali ya juu, na ukiangalia walikuwa wapo comfortable zaidi kwenye kuanza mipira kuanzia nyuma. Simba wameanza kurudisha desturi yao ya nyuma waliokuwa wakicheza enzi za kina Patrick ACM, enzi ya kina Kishingo, walikuwa wakicheza kuanzia mashambulizi nyuma na kuelekea mbele. Alipokuja Robertinho alibadilisha mfumo, alikuwa mzee wa objective. Yeye ni shambulia, lakini alikuwa hana mipango kuanzia nyuma. Lakini tunamwona Steve Barker sasa anaanzia build up kuanzia nyuma. Rushain Delok, Ismail Tule, Tanja Kasari katika mchezo dhidi ya Yanga wameongoza kupiga pasi nyingi zaidi katika dakika zote 120. Tanja Kasari ukimchukua Ismail Tule ukimchukua na Rushain Delok wameweza kupiga pasi zisizopungua pasi 120. Yaani wao wenyewe kucheza katika eneo lao katika dakika zote 100, yani 120 zote wameweza kupiga pasi ambazo zinakwenda sawa sawa na dakika ambazo wameweza kuzicheza. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba walikuwa wako very comfortable katika eneo lao, na ndio maana sishangai kuweza kumpa tuzo
Rushaine De Reuck, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye pasi nyingi zinaanzia kwake. Akichukua Tanzania Kasari anaanza na Rushaine De Reuck. Rushaine De Reuck ataanza na Ismail Tule. Ismail Tule akishindwa atarudisha kwa De Reuck, atapiga mbele. Kwa hiyo unakuja kuona kwenye accurate passes Rushaine alikuwa yuko most active kuliko hata upande wa Young African. Ukiangalia Yanga, beki ambaye alikuwa anapiga pasi kwa usahihi zaidi alikuwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto, ambaye alipiga pasi kwa usahihi pasi 3 peke yake, lakini hizo pasi zilikuwa forward pass. Lakini ukija kuangalia kwa Rushaine De Reuck, alipiga pasi kwa usahihi nyingi zaidi, lakini zilikuwa pasi katika eneo lake, sio pasi za kwenda mbele. Lakini hizo zote zimeweza kuifanya Simba kuwa stable na kuruhusu magoli. Kwa hiyo yote katika hiyo tunakuja kuona kwamba Simba walikuwa na haki ya kuweza kupata matokeo hayo ambayo wameyapata ukilinganisha na Young African, kwa sababu ukija kuangalia Young African viungo wote waliwatoa dakika za mbeleni, wakamtoa Mudathiri, wakamtoa Mohamed Damaro. Unakuja unategemea hapo unapataje ushindi tena, kwa sababu tayari Simba wakawa alivyoingia Nio Maema, alipokopo Yusuf Kagoma pale katikati pakawa pamesha timbulika, Maodo Kante pakawa pamesha timbulika. Kwa hiyo unakuta kwamba mipango mingi ya Yanga ilikuwa inafeli. Yanga wakawa wanategemea waweze kupata mipira ya pembeni. Mipira ya pembeni, Pacome Zouzoua hakuwa kwenye utimamu. Nafikiri ana maumivu katika mwili wake. Hakuwa timamu kabisa, hafiki kwenye matukio, anachoka haraka, anafanya dribbling zisizokuwa na uhakika. Kwa hiyo yote katika yote tunakuja kuiona kabisa Simba walikuwa wanastahili kuweza kupata huu ushindi vizuri kabisa, kutokana na kwamba kile ambacho wameweza kukifanya. Wamebeba tuzo zote mzee baba. Wamechukua tuzo ya mchezaji chipkizi, wamechukua tuzo ya mchezaji bora wa michuano, wamechukua tuzo ya mfungaji bora, wamechukua tuzo ya kocha bora. Na hiki ndicho ambacho tunakisema kuhusu mpira. Umeelewa vizuri? Mpira unataka tuongee hivyo. Na mimi ninachofurahia ni kwamba kwa sasa hivi bwana Beni, tutaanza sasa kuona kuzungumza mpira. GSM haribu ligi tena. Yaani hapa GSM haribu ligi tena. Umeelewa vizuri? Damaro Kamara ni Mtanzania. Hizi mada tunaziua sasa. Simba inacheza mpira. Umeelewa vizuri? Kwa sasa hivi hapa Mangungu mzee wangu hana shida. Simba iko vizuri. Mangungu mzee wangu sasa hivi hana shida. Simba inafanya vizuri. Na hii imekuwa vizuri sana kwa upande wa Simba kwa sababu Mangungu kapumzishwa. Sasa hizi plays ambazo tunazitoa kwa Simba atajwe na Mangungu basi. Umeelewa vizuri? Mangungu naye atajwe kwamba Mangungu anaupiga mwingi. Sio Simba ikifanya vizuri Mangungu anayekuwa mbali. Simba ikifanya vibaya Mangungu anakuwa yuko mbele. Sasa hivi pia Mangungu tulisikia jina lake lilikuwa linatajwa katika haya mafanikio ambayo Simba wanaweza kuyapata. Ni kombe la kwanza wanalipata baada ya misimu miwili kupita, walikuwa wamelichukua dhidi ya Azam, wakapita misimu miwili bila kombe. Safari hiyo wameweza kupata kombe. Na nilisema toka mwanzo kwamba mwenye uhitaji wa hili kombe sana ni Simba kuliko Yanga. Kwa nini? Kwa sababu Simba anahitaji kupata uponyaji wa kisaikolojia. Akichukua kombe hili litakwenda kumpa nguvu zaidi kwenye kupambana kwenye makombe mengine. Lakini kama akipoteza, Yanga bingwa wa kila kombe. Hiyo nilisema toka mapema kabisa. Kwa ushindi ambao umeupata Simba, huu unakwenda kuwapa nguvu zaidi kwenye kushindania namna kwenda kuyaendea matukio kwenye NBC, kwenye CRDB, makombe ambayo yamesalia yanayoshindaniwa na Young Africa. Na makombe hayo yote bingwa mtetezi ni Young Africa. Young Africa ameshapoteza kombe moja ambalo alikuwa analishikilia la Muungano. Sasa hivi amebaki na makombe mawili mkononi. Kombe la shirikisho na kombe la NBC. Simba kwa kushinda mchezo huo wa fainali dhidi ya Yanga kwenye Muungano inakwenda kuhatarisha zaidi nafasi yake kwenye makombe mengine mawili yaliyosalia.